Waziri wa Kazi na Uwekezaji Mheshimiwa Sharifu Ali Sharif amefungua mkutano wa kimataifa wa fedha za Kiislamu Afrika Mashariki, East Africa International Islamic Financial Conference, uliofanyika katika ukumbi wa Madinatul Bahri Mbweni, Zanzibar. Akizungumza katika mkutano huo, Mheshimiwa Sharifu amesema fedha za Kiislamu zina nafasi kubwa katika kuwawezesha wanawake na wafanya biashara wadogo na wakati kwa kuwapatia mahitaji ya huduma za kifedha zinazosaidia kukuza biashara zao. Kwa nchi yetu tunapozungumza makundi maalum, wanawake ni moja kati ya makundi maalum na serikali ina mikakati maalum ya makundi haya. Kwa hiyo inapotokezea jukwaa kubwa kama hili la kimataifa la kuwahusisha wanawake wa Kiislamu katika suala zima la kuwawezesha kifedha, kuwawezesha mitaji yao kuweza kuleta manufaa katika nchi yetu, lakini pia kutumia zile fursa zilizoko katika windows ambazo zipo zikiwemo sukuk na nyingine ambazo zipo katika mabenki yetu, ni mmoja kati ya kitu muhimu sana. Lakini hapa tupo tunajifunza pia wenzetu wanafanya nini. Hili ni jukwaa la kimataifa, kwa hivyo tunaona jinsi ya Afrika Mashariki wanavyofanya na kuweza kuchukua yale mazuri, lakini kuna nchi ambazo zimeendelea sana kwenye mambo ikiwemo Malaysia na Indonesia, nao wanafanya vizuri. Kwa hivyo tuangalie kiasi gani sasa wanawake wanaweza kuwezeshwa kupitia fursa hizi ambazo zipo. Tunachokihitaji ni suala zima la wenyewe serikali tunaita inclusion. Kwa hivyo kunapokuja suala la financial inclusion, kwa maana ya kwamba tunawashirikisha wanawake katika masuala ya kupata iwe ni mikopo, iwe ni mitaji ambayo itawafanya sasa wao waweze kumudu kuendesha maisha yao. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii kwanza kupongeza sana organizer wa summit hii, lakini pia ni waunge mkono kwa hayo wanayofanya, na serikali iko pamoja nao kwenye hili. Lakini kitu muhimu ni wanawake wenyewe sasa kuzitumia fursa hizi ipasavyo. Kama ni swala la kuweka kwenye vikundi, wakaja na concept zao, wakatengeneza miradi yao ambayo inaweza kutoa tija kubwa. Kuna masuala yamezungumzwa hapa ya kilimo, masuala ya nyumba hizi za kibiashara, utalii, biashara ndogo ndogo kwa kupitia SMEs. Hayo ni maeneo ambayo kwa kweli sisi tunahitaji wanawake waweze kunufaika nayo. Kwa upande wake, mwanzilishi wa Pink Hijab Initiative Tanzania, Hadija Omar, amesema mkutano huo umewakutanisha washiriki kutoka Dubai, Misri, Kenya, Uganda kwa lengo la kuimarisha ushirikiano, kubadilishana uzoefu na kupunguza fursa mpya za biashara kwa wanawake. Hapa leo tumekusanyika na wanawake wa Kiislamu, sio mara ya kwanza. Hii ni event yetu ya 5, lakini ni event imekuwa ya kimataifa. Tunajadili kuhusiana na Islamic Finance. Tukiongelea Islamic Finance ni kubwa sana, lakini sisi tumefocus haswa kwenye products ya kina mama. Tunaona tuna sukuk, tuna muharaba, tuna products nyingi, lakini tunajiuliza where are the women? Nani ana amplify the voices ya wanawake? Tukiongelea economy imeshikwa na kina mama. Kwa hiyo leo tumekusanyika, tuna wageni kutoka South Africa, Dubai, Abu Dhabi, tuna wageni kutoka Egypt, tuna wageni kutoka Kenya na Uganda. Tuko hapa kwa sababu ya kujadili wenzetu polisi yao ikoje, kwa sababu tunaona Kenya inashika kasi, wakati huku Tanzania tuna hizi product sukuk. Wanawake walishirikishwa 100% kwenye sukuk? Na kama tulishirikishwa, mbona hatuoni wanawake wakiongelea kuhusiana na hizi shares na kuhusiana na profit ambazo zinaendelea? Nao washiriki wamebainisha kuwa ukosefu wa elimu kuhusu fedha za Kiislamu ni changamoto inayowazuia wanawake wengi kunufaika na fursa zilizopo. Hivyo wamesisitiza umuhimu wa kuongeza uelewa wa huduma hizo ili kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kupunguza umaskini. Nikiripoti ni Hadija Ali wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.